Tukielekea katika taifa la China ni kwamba kituo cha anga za juu cha China kinatarajiwa kuzindua zaidi ya miradi 1000 ya utafiti nchini humo. Tathmini kamili ni kwenye makala yetu kuhusu Ifahamu China. Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ofisi ya uhandisi wa anga za juu ya China imesema zaidi ya miradi 1000 ya utafiti itafanyika katika maabara ya kituo cha anga za juu cha China cha Tiangong katika miaka 10 mpaka 15 ijayo. Mwishoni mwa mwaka jana, ofisi hiyo ilitoa ripoti ya kwanza kuhusu maendeleo yaliyofikiwa katika utafiti wa kisayansi na matumizi yanayohusiana na kituo cha anga za juu cha China katika kusherehekea miaka 2 ya kukamilika kwa pande zote kwa kituo hicho. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, China imepanga maeneo 4 makuu ya utafiti: utafiti wa maisha ya anga za juu na mwili wa binadamu, fizikia ya uzito mdogo, ufuatiliaji wa nyota katika anga ya juu na sayansi ya dunia na matumizi ya teknolojia mpya za anga ya juu, zikichukua maeneo 32 ya utafiti. Mpaka Desemba mosi mwaka 2024, jumla ya miradi 181 ya kisayansi na matumizi imetekelezwa katika anga za juu. Zhang Wei, mtafiti katika kituo cha uhandisi na teknolojia ya matumizi ya anga za juu katika Akademia ya Sayansi ya China, amesema katika maisha ya sayansi ya anga za juu wamefanya utafiti mwingi kuhusu mimea, wanyama na seli. Kwa mujibu wa Zhang, awamu ya kwanza ya sayansi ya anga za juu, majaribio ya matumizi na majaribio ya teknolojia yaliyofanywa katika kituo cha anga za juu cha China imepata maendeleo makubwa na kupata matunda ya uhalisia, kisasa na uvumbuzi. Timu za kisayansi katika nyanja mbalimbali zimechapisha zaidi ya machapisho 500 ya ngazi ya juu katika faharasa ya dondoo za sayansi na kupata zaidi ya hataza 150. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.